Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, either awe na smartphone au kichochi. Tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram @invitepro_ au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Katika kuhakikisha makundi ya watu wenye mahitaji maalum hayaachwi nyuma katika maendeleo ya kidijitali, Shirika la Posta Tanzania limejipanga kuanza kutumia wataalamu wa lugha ya alama katika vituo vyake ili kurahisisha mawasiliano kati ya watoa huduma na wateja wenye changamoto ya kusikia au kuzungumza. Hatua hiyo imelenga kuondoa changamoto ya kutoelewana inayojitokeza pindi watu wenye ulemavu wa kusikia au kuzungumza wanapofika kupata huduma katika vituo vya posta. Akizungumza na wataalamu anuai za jamii kutoka Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, pamoja na Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, meneja wa Shirika la Posta Mkoa wa Dodoma, Dongwe, amesema matumizi ya wataalamu wa lugha ya alama yataleta ufanisi na usalama zaidi katika utoaji wa huduma. Ofisi ya Shirika la Posta Mkoa wa Dodoma, wakati utekelezaji wa huduma ya pamoja tumepitia pale mbele, nafikiri tumeona kuna ramp. Kwa hii imetayarishwa kwa ajili wale wenye changamoto, ndio sehemu watakuwa wanapitia wanakuja kupata huduma zao hapa. Watakuja moja kwa moja mpaka kufikia kaunta hii. Kaunta hii itakuwa specifically kwa ajili ya kutoa huduma kwa wale ambao wana changamoto aidha wanatumia wheelchair au changamoto zingine zote za kiafya. Zoezi linaendelea vizuri kabisa na litakuwa lina manufaa makubwa sana kwa Watanzania, na especially kwa sababu linaenda kugusa nyanja zote kwenye watu wote, kada zote wenye changamoto na wasiokuwa na changamoto. Na kuna madirisha yatakayokuwa yanatolewa. Kwanza moja, huduma zote zitatolewa kila mahali. Hii itakuwa specifically kwa hao ambao wana changamoto. Pale kwenye kona tutaweka kwa ajili ya service desk, watakuwa watu ambao wanakuja kujipatia huduma zao wenyewe. Kutakuwa na kompyuta zimewekwa pale, watakuwa wanakuja wanapata huduma zao. Na kama nilivyosema, tumepita kule nyuma, kuna toilets ambazo zimewekwa specifically kwa ajili ya watu ambao watakuwa na changamoto, wheelchair na vitu vingine wanaweza kupita hapo. Kuanzia kwa wafanyakazi, tumejipanga kwa ajili ya kupokea wageni wenye changamoto hizo, na pia wakati tunatoa huduma tumeconsider kabisa kwamba wenzetu wana changamoto hizi, kwa tutakuwa tunapekea huduma accordingly. Kwa hata watu watakaokuwa wanakuja kukaa hapa wameshakuwa trained mpaka sasa hivi kwa ajili ya kuwahudumia hao. Kwa tumejipanga na tunawapokea vizuri kabisa sasa hivi. Kuna consideration mbili sofa. Kuna jinsi ambavyo tumejadili matundu yote, madirisha yote yatakuja kutobolewa matundu madogo madogo, kwa sababu sasa hivi pia kuna changamoto, unaweza mtu wa ndani akaongea usisikie vizuri. Kwa hiyo itatobolewa na itafungwa speaker, kwa hiyo itakuwa ni rahisi watu kuwasiliana. Lakini hili pia kuweka speaker nje limechukuliwa pia, na tunaenda kufanyia kazi hiyo pia. Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, pamoja na Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari wanatekeleza mradi wa Tanzania ya Kidigitali, na katika utekelezaji wa mradi huu imezingatiwa ujumuishwaji wa masuala ya anuai za jamii, na katika mazingatio hayo yapo maeneo mahususi ambayo katika utekelezaji wa mradi yamehakikishwa kwamba huduma zinapatikana za kidigitali kwa haya makundi, ikiwemo vituo hivi vya huduma pamoja. Na katika utekelezaji wa mradi huu vituo hivi vimewekwa maeneo ya posta, ofisi za posta. Na hapa leo tuko kwenye kituo cha posta mkoa wa Dodoma, ambapo nimeambatana na wataalamu waelekezi kwa upande wa anuai za jamii, lakini na upande wa media, ambapo wataalamu hawa sasa walikuwa kwenye mradi kwa ajili ya kutuguide namna ya kuhakikisha haya makundi hayaachwi nyuma wakati wa utekelezaji wa Tanzania ya Kidigitali. Na tumeridhishwa na utekelezaji
jitihada zimeshafanyika kubwa. Tunaishukuru serikali kwa kuhakikisha kwamba watumishi wa makundi haya wakiwemo wanawake, wanaume, vijana, wenye ulemavu, watumishi wa umma, watoto na makundi yote ambayo yana mahitaji maalum yameweza kuzingatiwa. Kwa hiyo kwenye vituo kama hivi vya huduma pamoja, zile huduma zote jumuishi zilizowekwa, tumeona zikianza kutumika, makundi haya yataweza kunufaika. Na kwa maeneo yale ambayo tumedhani kwamba ipo haja ya kufanya nyongeza ya maboresho, tumeweza kuelekeza wenzetu kabla ya kuanza kutumika kwa vituo hivi basi yaweze kuzingatiwa. Ninaamini kwamba vituo hivi vitakapoanza kutumika, makundi yote ya anuwai yataweza kufikiwa na kupata huduma kwa urahisi, kama ambavyo ni lengo la serikali kuhakikisha kwamba huduma hizi zinafikia wananchi wote, na sio tu wananchi, hata wale watumishi wa umma wa makundi haya wanaweza kunufaika kutoa huduma hizi au kupata huduma hizi pale wanapozihitaji. Hadi sasa, kwa sababu vituo ndio vinaanza kutumika, bado changamoto kubwa hatujaziona, labda pale ambapo vituo vitaanza kutumika, lakini kwa sababu tumekuwa tuna sera nzuri zinazohimiza ujumuishwaji wa makundi ya anuwai, sasa tunaelekea kwenye utekelezaji. Naamini tutakapoanza utekelezaji, yale maeneo ambayo yatakuwa na ombo yatakayoainishwa, basi sisi kama watekelezaji na wasaidizi wa viongozi tutaweza kushauri namna nzuri ya kuendelea kuhakikisha serikali inatimiza adhma yake ya kufikisha huduma kwa wananchi wa makundi yote bila kumwacha mwananchi yoyote, awe ni mzee, mtu mwenye ulemavu, mwanamke, kijana. Na sasa Wizara ya Mawasiliano inafikiri kuendeleza hizi huduma zifike mpaka kwa watoto. Kwa hiyo bado changamoto si kubwa, lakini kwa sababu watumishi tupo, viongozi wapo, wananchi watarajie huduma bora zaidi kutoka kwa serikali. Leo tumeweza kutembelea kituo cha huduma pamoja ambacho kiko hapa Dodoma, na tumeweza kuthibitisha kabisa kwamba viwango na vigezo vilivyopo hapa kwenye kituo hiki vimeweza kuzingatia mahitaji ya makundi maalum, haya makundi anuwai ambayo yanahitaji haswa ujumuishaji katika huu mradi wa Tanzania ya kidijitali. Bado tunaendelea kutoa rai kwa jamii kwamba kuna miradi kama hii, lakini pia tunaendelea kufanya jitihada za maksudi kabisa kupitia serikali ya awamu ya 6 kuweza kuhakikisha kabisa kwamba tunafikia mapinduzi ya kidijitali ambayo tunayatarajia na ambayo tunayatamania, ili kuweza kuwa na uchumi wa kidijitali uliothabiti, lakini ambao unalenga makundi tofauti yakiwemo vijana, wanawake wenye ulemavu, wazee na ambao wanaishi katika mazingira hatarishi. Serikali imejipanga kuwafikia watoto kwa kuwapatia elimu ya matumizi sahihi ya teknolojia kuanzia wakiwa wadogo, hatua itakayolinda dhidi ya athari ya matumizi mabaya ya teknolojia na kuwajengea misingi imara ya maendeleo ya taifa. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, bila kusahau bonyeza kitufe cha subscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.